sije yetu utaandika pale, tofautisha karama na wokovu. Tofautisha karama na wokovu. Na leso yetu inasema zawadi ya Mungu na mwito wa Mungu hazina majuto. Na tena yetu inasema wokovu ni muhimu kuliko karama. Amena. Ipatilie ndugu mkono, mwambie wokovu ni muhimu kuliko karama. Amen. Amen. Najua tutakuwa na muda mchache, lakini katika hii muda mchache Mungu atakuwa ametupatia faida katika hili somo ili tulicheue kwa hali ya kimaandiko tupate faida katika imani. Haleluya. Amen. Jambo ambalo Mtume Paulo alipenda kuligusia ni taratibu na thawabu ya utumishi wa kweli. Taratibu na thawabu ya nini? Ya utumishi wa kweli. Korinto ulikuwa ni mji uliojengwa pwani, yaani bahari kuu ambayo tunaita Mer Mediterranean kwa lugha ya Kiswahili. Mji ulistawi na ulikuwa ukoloni wa Waroma, kituo cha wafanyabiashara kwa wakati ya Mtume Paulo. Ulikuwa ukiwavutia wakazi wa mataifa mbalimbali wakiwemo Waroma, Wayunani, Wayahudi kutoka sehemu zilizozunguka bahari kuu. Mchanganyiko huu wa wakazi ulisababisha kuharibika na kumomonyoka kwa maadili. Paulo alianzisha kanisa katika mji huu wa Korinto katika safari yake ya pili ya kitume, naye alikaa huko kwa muda wa mwaka mmoja na nusu. Aliondoka Korinto akifuatana na Sere Priscilla na mume wake Akila kwenda Efeso, na kutoka huko alitembelea kanisa la Yerusalema na baadaye alirudi Antiokia ya Syria. Paulo alipokea habari kutoka kwa nyumba ya Chloe kwamba kanisa limegawanyika. Paulo aliona ni muhimu awaandikie waraka huu ili kujibu matatizo mengi yaliyojitokeza katika kanisa. Aliposhughulikiana na matatizo moja, Paulo alifunua msingi ya mafundisho ya Ukristo kuhusu imani. Wazo kuu ya Mtume Paulo alionyesha umuhimu wa mwenendo wa Mkristo sharti ufanane na ule wa Kristo. Mwandishi elewa ni mtume mwenyewe Paulo, na lengo lake, yaani kusudi kubwa la Paulo ilikuwa ni kusahihisha makosa zaidi yaliyokuwa katika kanisa la Korinto na pia kuwaelimisha waamini jinsi ya kumtumikia Mungu katika jamii zilizokosa utaratibu. Mambo muhimu ilikuwa ni suluhisho na matatizo mbalimbali kama ugomvi ndani ya kanisa kwa Wakristo. Wakristo walikuwa na tabia nyingine: uzinzi, kushtakiana, mabishano juu ya ndoa, chakula kilichotolewa sadaka kwa sanamu. Paulo alipingwa kuwa yeye si mtume na wengine waamini wa vuguvugu, matumizi mabaya kuhusu meza ya Bwana, ukweli kuhusu ufufuko. Paulo alifundisha ni lazima mwenendo wa Mkristo kufanana na ule wa Kristo, na Wakristo kukosa kufanya hivi itakuwa ni kumwaibisha Kristo na kuiaibisha kanisa lake. Kitabu kiliandikwa katika mji wa Efeso